Hello madam, habari? Salama. Za kwako? Salama. Na sauti sasa hivi ushaijua? Naijua jamani. Mnaendeleaje? Hatujambo. Dada ametimiza wiki, nikasema ngoja nimpigie madam tujue, kwa sababu nimepiga pia ile namba ya anayekaa naye pale. Lakini naona itakuwa iko busy mbali na simu, kwa ameshindwa kurespond. Kasema ngoja tu nimpigie na madam pia, sababu atakuwa lazima anapewa feedback za kila siku kwamba dada anaendeleaje, labda mazingira ya nyumbani, kama kuna changamoto yoyote. Kwanza mimi pale nilipomchukua niliporudi naye nyumbani sikuondoka tena mapema. Okay. Appointment yangu nilisogeza mbele kidogo ili nikae naye kama siku 3. Kwa zile siku 3 kwa kweli sijaona tatizo lolote. Sijaona tatizo lolote. Kwa hiyo baada ya siku nikaondoka. Lakini pia nikawa nikishinda siku moja. Leo ndo sijapiga, maana wewe sasa unanipigia asubuhi. Lakini kila siku anapiga simu kumuulizia, hata anayekaa naye anasema yuko vizuri, hana tatizo lolote. Yaani ni labda abadilike, lakini kwa unajua msichana unamjua mwanzoni. Akili ya msichana unaijua mwanzoni. Okay. Kwa hiyo kwa huu mwanzo it's a promising. Kwa mwanzo tunasema ameanza vizuri. Ameanza vizuri, na kitu kingine alichonifurahisha tu kwa huu mwanzo ambacho kimenipata moyo wa kuondoka ni kidogo, moyo umetulia, ni mtoto. Anamlisha mtoto vizuri kwa kweli. Vitu vingine ni vitu vidogo vidogo, sio vya kuvisema. Lakini ni mtoto, kwa sababu unajua tunahangaika na hawa house girls kwa sababu ya watoto. Sure kabisa. Na upendo na watoto wenyewe wameonyesha kumpenda, wamemchangamkia, na yule mtoto mdogo anampenda. Mimi nikaondoka na amani zote. Nice. Tunashukuru sana na tunafurahi pia kwa kweli. Leo nitaendelea kuulizia na chochote nitawajulisha, na nyinyi na hivyo mnauliza, mimi labda naweza nikawa na mambo mengi. Lakini mwanzoni mwa wiki ya kwanza mwandikieni tu. Sawa. Basi tunashukuru sana madam kwa feedback. Unadhani kwa hiyo ni wapi ambapo labda tumwambie aboreshe, labda kama kuna anything cha kuimprove kwake yeye so far, hata kama anafanya vizuri, labda kuna kitu ambacho nadhani tumwambie hapa ongeze zaidi, ama hapa aboreshe, ama hapa fanya hivi? Wiki mwacheni. Tumwache. Wiki mwache. Okay, sawa. Basi hakuna tatizo. Na nadhani workshop sasa ya mwezi huu aje na watoto nawe, kama ukiwepa uje naye, hiyo inasaidiaga sana kuwa boost tena, yani wasisahau hiyo energy isipungue. Na kumsisitiza tu awe anafuatilia vipindi vyetu. Awe anafuatilia kwenye simu? Yaani mimi nikiwepo ndo namsikilizisha. Awe kibando, yuko bize tu na shughuli zake, hana tabu. Jamani. Japokuwa mimi nikiwepo, mimi napendaga sana kuwasikilizisha. Na hapo namwambiaga, na wewe pia habari zako mnazo, nilikuwa nakusikia unavyoambiwa kule. Unavyorekebishwa. Kwa hiyo ninavyokuangalia ni kwamba nimeshakusikia habari zako. Sawa madam, basi sisi tunashukuru sana. Nadhani nikutakie tu majukumu mema, lakini in case of anything basi utatutafuta. Hamna shida. Haya madam, asante sana, nikutakie siku njema. Asante kazi njema. Haya, asante, bye. Hello, dada Stella, habari? Hello, unaendeleaje? Naendelea vizuri. Umetimiza wiki. Wadada Center hapa, unaongea na Akila. Na kama unaendeleaje? Mimi niko tu vizuri. Unaonaje kazi kwa wiki ya kwanza? Iko vizuri. Na hamna changamoto yoyote? Hamna. Watoto unawalea vizuri?
Nawalea vizuri. Tumeongea na madam pia, anasema so far so good. Kwa wiki hii ya kwanza umemimpress sasa kwa watoto. Kwa hiyo endelea kufanya hivyo na zaidi. Yaani usije kawa ni nguvu ya soda wiki ya kwanza na ya pili au mwezi wa kwanza, hapana. Tunataka hizo feedback tuzipate mpaka mwaka uishe. Mpaka mwaka huu ujiwekee kabisa kuna mwezi ambao unatakiwa uwe dada wa mwezi. Sawa. Ufanye vizuri upate zawadi, sawa? Sawa. Haya, kukiwa na changamoto yoyote basi utatujulisha. Na usisahau workshop ya mwezi huu uje. Sawa. Itakuwa tarehe 28. Asante. Asante sana, nikutakia siku njema na majukumu mema. Haya, bye.